Hiki ni kituo chako cha runinga West TV na kipindi hiki kinaanza sasa saa 4 hadi mwendo wa saa 6. Bila shaka masuala mbalimbali, masuala jumla, masuala tahiniwa kwa faida ya mwanafunzi na vile vile masuala ambayo yatakunufaisha wewe ambaye ni mfuasi tu na mpenzi wa lugha ya Kiswahili, ambaye labda wewe si mwanafunzi ama wewe si mwalimu, wewe si mtafiti, lakini unafurahia basi kufuatilia kipindi hiki. Iwapo una maoni, mchango, usisite kuzungumza nasi kupitia 0705 0705780844 kwa ile lugha nyingine. Kwa hivyo una nafasi ya kuweza kuzungumza nasi. Mtazamaji, asante kutenga muda wako kwa nasi. Sasa kipindi ndio hivyo basi kishaanza baada ya mawili matatu hapa na pale. Kulikuwa na ile taarifa ya jaji, ni pwani ya Kenya kama sijakosea, mbali weza kusoma uamuzi wake kwa mara ya pili katika lugha ya Kiswahili. Pongezi kwa jaji yule, soma uamuzi mzima katika lugha ya Kiswahili. Basi ndo hapo ukisema lugha ya Kiswahili endelea kukua na kupanuka. Mwingine yuko pale anasema mimi siwezi, sitaweza, sina nguvu, sina uwezo. Sasa ona jaji atoa uamuzi, na wajua uamuzi wa urefu kiasi gani. Toa uamuzi katika lugha ya Kiswahili. Mwalimu Okwalo Wambani ni mwalimu katika shule ya msingi ya St. Peter's Boys Mumias, bila shaka shule ya msingi ile ya wavulana ya St. Peter's pale Mumias Yunasi. Hii leo katika kipindi hiki cha dawati la lugha niliazimia tuwe na mwalimu mwingine, lakini kutokana na shughuli za hapa na pale basi ndiye tutakuwa naye katika kipindi kizima hii leo saa hizi nzima mbili. Naitwa Dalmas Sakali. Mwalimu Wambani, shikamoo. Marahaba. Mzima, silalamiki, Mola anasaidia. Karibu sana bana. Nashukuru. Sasa waona Kiswahili kinatumika sasa hata mahakamani bana, kwamba uamuzi unaandikwa, uamuzi mzima katika lugha ya Kiswahili. Kwangu mie nashabikia jambo hilo, maana ni jambo ambalo tumekuwa tukilitazamia kwa muda mrefu. Tumekuwa tukilishabikia, tukipiga kelele kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa, Kiswahili chafaa kutumika. Manake ukiangalia bungeni siku ya Alhamisi, Kiswahili chafaa kutumika. Na hatua hiyo ya jaji huyo kusoma uamuzi mzima kwa Kiswahili, nadhani ni hatua kubwa sana ambayo Kiswahili kinapiga. Na natumai wengine watafuata mkondo huo. Sasa wale wanaoandika uamuzi kuhusiana na BBI katika mahakama ya rufaa, uamuzi ambao utasomwa mwezi Agosti, najua mtatuambia ule uamuzi mrefu sana, iwezekani andikeni katika Kiingereza kisha mtutafute tuwatafsirie katika lugha ya Kiswahili. Bila shaka inawezekana hiyo, ili Wakenya wote waelewe BBI hii mnasema kwamba ni haramu, tuelewe haramu vipi, ama halali tuelewe halali vipi. Sasa ukiandika katika kile Kiingereza cha conundrum jurisdiction, sasa sisi tafanyaje jamani, wananchi wa kiwango chetu hiki? Bila shaka hilo linanikumbusha swala la BBI. Kumekuwa na mchakato ule mahakamani, na bila shaka uamuzi utatolewa Agosti. Atakuwa ananithibitishia tarehe 20 pale kama sijakosea, mwezi Agosti mwaka 2021. Na mwalimu, karibu sana katika kipindi hiki. Sehemu hii ya kwanza tunaangazia insha mdokezo, kisha sehemu ya pili baadaye tutakuwa tunazungumzia matumizi ya ndii na vile vile ukanusho. Kwa hivyo matumizi ya ndii na ukanusho sehemu ijayo. Sasa hivi basi insha ya mdokezo. Tunapozungumzia insha ya mdokezo, labda tuanzie pale. Tunazungumzia insha ina gani? Tunapozungumza kuhusu insha ya mdokezo, tutazungumza kuhusu insha ambayo tayari naweza sema kwamba ni kianzio. Kwa maneno mengine ni insha ya kianzio au kimalizio. Insha ya mdokezo huwa kuwili. Ni mdokezo wa kuanzia au wa kukamilisha au kutamatisha pale chini. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu insha ya mdokezo, ni maneno ambayo yameanzishwa kisha mtahini akakutaka wewe kutamatisha, au ya kukamilishia mtahini akataka uanzishe utungo wako na utamatishe kwa yale maneno. Naam. Insha ya kiubunifu ama kiuamilifu kwa faida ya yule ambaye labda insha mdokezo ni insha ya ubunifu. Ubunifu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ubunifu ndo alama basi. Ubunifu ndio alama. Ndio alama hizo. Utakavyocheza na maneno ndivyo utakavyopata alama. Haya basi, labda tuanze na insha ambayo umeweza kupewa kianzio, kwamba insha ile umepewa kisentensi ama kisehemu cha sentensi ambacho unafaa kuweza kuanzia nacho insha yako, kisha uweze ni mazingatio yapi mwanafunzi anafaa kuweza kuyatilia maanani, kwamba sheria labda
makosa ambayo watu wengi wayafanya, waandishi wengi ni yepi, hasa zaidi unapopewa insha ya kianzio? Kwanza kabisa mimi siku zote huambia wanafunzi wangu kwamba unapoipata insha mdokezo ya kuanzia, jambo la kwanza unafaa kusoma kile kifungu ukakielewa. Ukaelewa yapo maneno ambayo huenda labda ni tata, uyatambue, kisha uyafikirie. Ukisha yaelewa yale maneno, ule mtiririko utatiririka. Kisha utapata kitu ambacho unaweza ukaandika kukihusu, utabuni. Na ule ubunifu unapokuja akilini, hauwezi ukabuni pasipokuwa na vidokezo. Lazima uwe na vidokezo mahali ambapo utasema kwamba nataka kuandika hili, hili na hili. Ukisha fanya hivyo, itakuwa rahisi kwako kuepuka kufanya nini? Kupotoka. Yapo makosa ambayo wanafunzi hufanya. Mwanafunzi ameanzishiwa ule mdokezo, kisha naye akaanza wake, au akakosa kuendeleza kwenye zile dukuduku ambazo zimeachwa pale. Akaanza pale chini, mstari wa chini, akaacha ile nafasi pale. Hivyo inaonekana kwamba hujaendeleza. Kwa hivyo kosa la kwanza ambalo linafanyika ni kwamba wanafunzi hawaendelezi ule mdokezo, wanaanzia pale chini, ambalo ni kosa. Kwa hivyo unapopewa ule mdokezo, anzia kuendeleza pale ambapo yule mtahini ameachia. Hapo utapata alama zako. Na vile vile nilivyosema ya kwamba ni insha ya kubuni. Mwanafunzi mzuri ni yule aliye na mada ambayo inamnata na kumnasa yule msomaji au mtahini wake. Kwa hivyo mada iwe nzuri na kile kisa kinachobuniwa pale kutokana na ule mdokezo kilandane na mada na ule mdokezo aliopewa. Ni wakati gani mwanafunzi anafaa kuandika kichwa chake kutokana na kile kidokezo, ama akishahitimisha insha yake, ni wakati gani mwanafunzi anafaa kuandika kichwa chake? Bwana Dalmas, natumai tulipokuja hapa, jambo la kwanza tulilofanya ni kwamba tulikaa pamoja tukasema kwamba leo tunazungumzia swala fulani. Kwa hivyo haiwezekani au niseme haihalisi kwamba nimalize kazi kisha niseme kazi hii ilikuwa kazi fulani. Ninapotaka kufanya ujenzi, kwa mfano mimi niwe msanifu ujenzi, nataka kujenga mahali, lazima nifanye nini? Nijue ya kwamba tayari nina ile ramani ya kitu ninachotaka kukijenga. Kwa hivyo mada ni muhimu sana, itangulizwe. Manake huenda ningeingia studioni pasipo kichwa niseme shikamoo Dalmas, natumai ungepata nafasi hata kwenye hizi kuta hizi. Naam, kwenye hizi kuta na ukasema kulikoni. Kwa hivyo mada ni muhimu mwanzoni. Naam. Ndo hapo basi mwanafunzi ashapewa mdokezo wa insha yake, shatangulizwa, shaweza kuandika vidokezo vyake chini kwamba nataka kuchukua mkondo fulani. Baada ya pale iweje sasa? Labda kabla ya hilo, huu mdokezo lazima mwanafunzi auendeleze, kwa sababu kuna yule mwanafunzi atatia pale kikomo kisha anza sentensi ya pili. Hata anapotia kikomo pale, ina maana kwamba anaendeleza. Manake hatua yoyote unayochukua pale kwenye ule mdokezo itadhihirisha moja kwa moja kwamba umefanya nini? Unaendeleza. Usiwe mfano wa mwanafunzi ambaye ameambiwa ya kwamba usiku huo nilipokuwa nimelala nikasikia mayowe kutoka nje, moto moto moto. Kisha mwanafunzi yule akasema, nikaamka, nikachukua ndoo yangu, nikateka maji, nikauzima. Insha itakuwa imeaga dunia kabla haijazaliwa. Kwa hivyo ulikuwa umelala, ukayasikia mayowe, moto moto moto. Nikalitupa blanketi langu kando, likashikiliwa kwa mfumbati wa kitanda. Nikatoka shoti hadi dirishani kuchungulia kilichokuwa kikiendelea. Mama we, nilichokiona kilitosha kumsafirisha yeyote Jongomeo pasipo nauli wala matwana. Nyumba ya jirani yetu ilikuwa ikirambwa kwa ndimi za moto. Sasa mwalimu, mimi nishakupa alama zote 40, lakini najaribu kufikiria hivi kwamba baadhi ya wanafunzi wana viwango vyao vya ubunifu. Kuna mwanafunzi ambaye
insha hiyo ameiona inakotaka kwenda, kwa mfano si kule anakotaka yeye. Labda si uwanja ambao yeye ufana wakati mwingi, labda ni uwanja ambao humtatiza sana. Sasa shaona ule utangulizi unahusu moto. Na anafupisha moto kisha nabuni kisa kingine kinachotokana na kisa hiki cha moto kwingineko. Kwa mfano kuna yule mwanafunzi ambaye atataka kutumia kisengere nyuma, kwa mfano kubuni kisa chake kwamba yale ya moto labda ni ya sasa, kisha atarejelea katika aya za mwisho kule, lakini sehemu nzima ama sehemu kubwa ya kisa chake ni kisengere nyuma cha yaliyojiri kabla ya moto huu ambao umeweza kutangulizwa pale. Viungo hivyo vya ubunifu vinaruhusiwa, ama mwanafunzi lazima ajikite tu katika mkondo wa mambo kama ulivyobashiriwa ama ulivyoelekezwa na ule utangulizi? Siku zote tunasema ya kwamba mwanafunzi mbunifu hupata alama nzuri kuliko yule ambaye anaandika tu kwa ajili ya kuandika. Naam. Ubunifu unazingatia fani ainati za lugha. Mojawapo ni kisengere nyuma ambacho umezungumzia hapa. Na ile mbinu ya kisengere nyuma huwa bora zaidi. Vile vile utapata ya kwamba yupo yule anayeanza moja kwa moja. Lakini yule ambaye analeta lile jambo ambalo lilitokea mwanzoni, dakika chache kabla ya moto, ni nini kilichotokea, basi utapata kwamba mwanafunzi huyu atakuwa akicheza na maneno vizuri kuliko yule anayeanza moja kwa moja. Lakini aanze moja kwa moja au atupe kisengere nyuma, ubunifu ndio tunaoangalia pale. Mbinu nyingine ambayo itatumika pale, ambayo wanafunzi wengi huwa wanakosea, ni methali. Mwanafunzi anapoandika insha aangazie ni methali gani itaiwekwa mahali gani. Manake methali unaweza ukaipachika mahali upate kwamba methali hiyo kwa mfano haijafanya nini, haijaoana na yale maelezo na ile aya ambayo umeitoa. Kwa hivyo hapo utaanza kudondoshwa alama. Kisha uangazie ulivyosema ya kwamba labda aifupishe. Umejua insha huwa na viwango. Unaambiwa andika insha isiyopungua ukurasa 1.5. Na siku zote tunapofundisha tunawaambia wanafunzi usiandike tu 1.5, andika kurasa 2. Manake unapoandika kurasa 2, natumai ya kwamba utakuwa mwanafunzi ambao una mawazo mazuri zaidi, na ukijaza kurasa hizo alama zako zitakuwa nzuri. Wajua swali hili nimekuuliza kwa sababu mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi ambao sikupenda kabisa insha inayohusu harusi. Sasa ikawa kwamba ule utangulizi unanilazimisha kuzungumzia harusi. Yale ya harusi nitayafunga tu haraka pale, kisha nitafute mkondo wa kuhepa, nikakwenda katika uwanja mwingine ambao labda nitatamalaki zaidi kuliko haya harusi haya. Naam, najua siku zote kila nyani huwa na starehe zake. Bila shaka. Naam. Na haya nafurahi manake umeuliza kuhusu harusi. Na jambo hili la harusi wanafunzi wengi kidogo huwa wanazungumzia mambo ya kawaida tu. Siku zote unapotaka kuwa bora lazima uwe tofauti na yule mwingine. Fanya jambo ambalo ni tofauti. Manake siku zote utapata kwamba kila mmoja anafanya jambo ambalo unaona hili ni la kawaida tu. Lakini unapotaka kuitwa bora lazima utakuwa umetenda jambo ambalo si la kawaida. Bila shaka. Haya masuala ya harusi utapata kwamba wanafunzi wengi wanapoyaanza wanazungumza jinsi walivyoenda bafuni kuoga, wakavalia, wakawa nadhifu, wakatoka pale wakaenda majilisini, wakapata chakula, au bwaloni wakapata chakula kimeandaliwa kinanukia, wakala, wakashiba, wakaelekea garini. Mambo kama yale, mambo ambayo hayafai. Endapo ni harusi, labda unataka kuzungumza kuhusu harusi, chukua mada ambayo bila shaka itaeleza msomaji harusi hii huenda ilikamilika ama haikukamilika. Nanipata? Huenda ilikamilika au haikukamilika. Labda useme harusi ya kiharusi. Harusi ikaanza moja kwa moja, mkaondoka pale, na labda dada yako ndiye aliyekuwa akiolewa, pamoja na wapambe mkaondoka. Mlipokuwa mkiondoka mkatekwa nyara. Jamaa wakasubiri pale kanisani, mambo hayajipi bana. Sasa inakuwa ya kwamba yale matarajio kwamba ya harusi ilitokea
haijatokea. Naam. Bila shaka mwanafunzi pale, na natumai umeweza kujifunza kitu kwamba usiwe tu mwanafunzi ambaye ni wa kawaida tu unafanya mambo kikawaida tu, eti harusi ndio hiyo, haya basi pete ndio hizo, haya basi ndio hivyo kufunganishwa, eti sasa harusi ndio ishakamilika, tukala tukafurahi kakwisha hivyo. Wakati mwingine basi wazungu wanasema fikiria nje ya sanduku, kwamba mimi nitachukua mkondo gani nafurahi mikondo ambayo ametoa. Kwa mfano labda kuna utekaji nyara pale, yawezekana tukageuza hadithi ya harusi kawa ajali, kwamba kulitokea labda ajali ama purukushani labda na kadhalika. Kwa hivyo ni swala la ubunifu, na sio lazima iwe ubunifu tu upande wa uhasi. Yawezekana ukawa mbunifu upande wa uchanya na ukaweza kubuni kisa ambacho bila shaka kitaweza kuvutia. Labda turudi hapa kwa insha mdokezo. Sasa ndio hivyo, nishaandika vidokezo vyangu, nina utangulizi ama na kianzo changu pale. Mada bila shaka nishaipata kutokana na vile vidokezo. Sasa nitatiririshaje insha yangu? Zungumza kuhusiana zile aya, labda mpangilio wake, mtiririko ule kwa ufupi. Aya, kwanza kabisa kuna sentensi ambayo huwa sentensi ya kwanza kwenye aya ambayo huitwa sentensi ya anwani. Naam. Sentensi ya anwani ndio imebeba kidokezo cha yale yanayozungumziwa kwenye aya nzima. Kwa hivyo ukisha andaa kianzio chako, umemaliza kukiendeleza kile kidokezo ulichopewa. Naam. Aya ya pili inaanza kujenga mwili wa yale ambayo unayazungumzia. Kwa hivyo katika aya ya pili tuanze kuona ule ubunifu ambao tunauhitaji. Unazungumzia harusi, unazungumzia labda sherehe fulani, unazungumzia wizi, labda ni jinamizi, manake unaweza sema jinamizi la wizi. Unazungumzia jinamizi. Tuanze kuona jinsi mambo yanaelekea. Upate kwamba katika ule mwili unatumia fani mbalimbali za lugha, mtiririko uwepo mzuri, kwamba ulitoka sehemu hii ukaelekea sehemu hii, ama ulifanya hili ukatenda hili. Jinsi unavyotiririka tu, unatiririka hadi pale kwenye tamati tupate funzo ambalo tunaweza tukapata kutokana na hadithi yako. Naam. Unapozungumzia aya, naam, baadhi ya wanafunzi kutofautisha aya inakuwa changamoto tu. Anasema nimechoka na hii aya, wacha nianze nyingine. Sasa hamna mpangilio wote ule. Ama mwingine anatumia sentence, yasema sentence 4 hizi ama 5 zishatosha aya, kwa acha nisonge katika aya inayofuatia. Na wajua insha hii wakati mwingi si hoja. Naam. Wajua insha ya hoja inakuwa rahisi kidogo kujua kwamba hoja ni aya, kwa mfano kila aya hoja yake. Sasa insha hii ya mtiririko mwanafunzi anapangaje aya zake? Insha mtiririko haswa aya haiwi tofauti sana na ile ya kiuamilifu. Naam. Manake ukiwa tayari, hapo ndipo mimi husisitiza kwamba wanafunzi wawe na vidokezo. Unapokuwa na vidokezo utajua kwamba jambo hili nimeshalizungumzia, wacha nizungumzie hili. Lakini jinsi unalizungumzia, kwa mfano unapozungumza kwamba mlikuwa kanisani, ama wacha nitumie jinamizi la wizi, unazungumza ya kwamba siku zote mlikuwa na wasiwasi kuhusu ni nini kilichokuwa kikitokea kijijini. Manake kila wakati makufuli yalikuwa yakivunjwa, na siku zote ungepata kwamba ng'ombe, hata mbwa ambao walafaa kulinda walikuwa wanatoweka tu. Mkashindwa ni nini kilichokuwa kikitokea. Hivyo wananchi au wanakijiji wakaibuka na swala kwamba mtego uwepo, ili huyu mwizi au huyu lusu akafanya nini, akapate kunaswa. Wakisha weka mtego, wakafanya nini, wakaanza kumsubiri yule mwizi. Lakini Waswahili hawakukosea waliposema pwagu hupata pwaguzi. Walipokuwa wakifanya kazi hii, yule mwizi naye alikuwa akipata ujumbe kutoka kule kijijini. Kwa hivyo akaimarisha mbinu zake. Badala ya kuja usiku wakiwa wamelala usiku wa manane, akageuza muda wake na kuja mchana, jua likiwa angavu tena lenye nguvu. Kwa hivyo ikaishia kwamba mitego yao yote ilikuwa ikifanya nini, ikigonga mwamba. Ukitoka pale unasonga kwingine. Walikaa kikao cha dharura kuhakikisha kwamba hawa mifugo pamoja na mavuno yao
yanawekwa salama. Sasa hiyo ni aya nyingine hiyo. Aya nyingine. Kwa hivyo unapanga kwa mtiririko, yani aya na unapoenda kwenye aya nyingine hakikisha kwamba aya ya kwanza inaoana na aya ya pili ioane na ya tatu. Yani iwe kwamba hiki kisa kinazungumziwa lakini kuna mshikamano fulani ambao hauwezi ukagundulika kwamba ni mambo tofauti. Ni vipi mwanafunzi anashikanisha aya hizi? Anatumia mbinu gani? Nauliza hivi kwa sababu ulivyosema baadhi ya wanafunzi utapata aya ya pili inaonekana ni hadithi tofauti fupi, aya ya tatu hadithi nyingine, kwa hivyo inakuwa ni vijihadithi tu ambavyo vimewekwa pamoja na kulazimisha kwamba mwisho wa siku viweze kuunda labda hadithi moja kuu. Sasa ni vipi mwanafunzi anaunganisha aya kutoka aya moja hadi aya nyingine? Wiki jana tulipokuwa hapa tukazungumza kuhusu msamiati. Na jambo la muhimu ni kwamba kuunganisha, tunaweza tukatumia viunganishi, tunaweza tukatumia tunaweza tukatumia vihisishi au viingizi. Mfano, unapotoka katika aya moja au unaelekea katika aya nyingine, unaweza ukatumia labda methali, useme ewa mchama ago hanyeli huenda kauya papo. Mbali na Kaidi kuondoka nyumbani, mambo yakamlemea. Kaidi alipoondoka nyumbani, mambo yakamlemea, yakawa mazito na yakayashusha mabega yake kule mjini. Akatafuta kazi, hakuipata. Ikawa ni lazima aombeombe, alale mitaroni ili angalau akaweze kufanya nini? Kukiweka kichwa mahali pake. Na vile vile pawepo mtiririko wa matukio. Natumai pia ni mbinu nyingine kwamba isitokee kwamba aya kabla upo chumbani katika chumba cha kulala, aya inayofuatilia upo mkahawani, ile nyingine upo katika uwanja wa michezo. Sasa kidogo haieleweki imetokeaje ikaje ikawa. Natumai vile vile ni swala muhimu. Lakini kuna swala la wahusika. Bila shaka mwanafunzi unaweza ukawatumia pia wahusika kuweza kupata mtiririko katika aya zako, kwamba wahusika katika aya ya pili si tofauti sana na wahusika katika aya inayofuatia. Lakini tuzungumzie jinsi mwanafunzi anavyoibua mhusika mpya katika aya nyingine kwa mfano, na vile vile swala la wahusika wangapi katika insha. Mimi nayo najua tumekuwa na hadithi fupi fulani ambayo iliibua mjadala mkubwa. Hadithi fupi ama riwaya katika shule za upili ambayo watu wengi wameizungumzia sana, japo naambia ndio inamalizia muda wake. Riwaya ambayo ilikuwa na wahusika wengi kweli kweli. Katika riwaya moja, na ikawa kwamba watu wengi wanahisi kwamba kuna hali ya kumkanganyika, hamna labda mtiririko fulani na kadhalika. Hivi wahusika wao wangapi katika insha nzuri? Hatuwezi tukamfunga mwanafunzi sana, lakini insha nzuri iwe na wahusika 4 iwapo ni wengi. Iwapo ni wengi ni 4. Wengine wakiwepo watajwe tu kama marafiki, masahibu, watajwe tu, au labda ukoo na jamaa, watajwe tu pasipo kutaja majina. Na yale majina daima yasiwe majina halisia. Manake ukitumia majina halisia pia itaonekana wazi kwamba hujui mbinu ya kimajazi. Mbinu ya kimajazi ndio ile mbinu ya kumpa mwanafunzi kumpa mhusika sifa, jina kulingana na sifa zake. Naam. Kwa hivyo kwangu mimi wasipita 4 katika insha. 4 sawa. Tuzungumzie kiishio. Insha ambayo ina kiishio. Najua mambo mengi kuna kulandana kati ya insha hizi kwa sababu ni insha moja za kiubunifu. Insha ambayo ina kiishio, tunaweza tukasema insha hii labda ni ngumu zaidi ile ambayo imeanzishwa, kutokana na kwa mwanafunzi anafaa fikirie kurejea nyuma kuliko hii nyingine ambayo labda mwanafunzi anafikiria kwenda mbele moja kwa moja. Kwangu mimi nitasema kwamba insha zote ni sawa, maadamu kule ni kumalizia. Kwa hivyo muhimu sana, mahali ambapo pana mtego ni kwamba uandike unavyotaka wewe, lakini mwisho umelazimishwa lazima umalizie hapa. Na unapomaliza kuwe na ule mshikamano, ionekane kwamba sasa hii si kazi ya mtahini, ni kazi ya mwanafunzi. Naam. Kama mwanafunzi asiandike tu kisa, alafu akielekea kuhitimisha na kwenda anatafuta sasa ile na anapachika pale. Naam.
Kwa hivyo mwanafunzi anapopewa karatasi yake ya mtihani na insha ni ya kiishio, sasa afanyeje? Apitie kiishio, atafute mtindo ni ule ule wa vidokezo, vile vidokezo na vipangaje ili hakikishe kwamba mwisho wa siku vinaishia katika kiishio hiki. Lazima ukisome kiishio ukielewe. Labda ni kiishio ambacho kimebeba methali ndani. Naam. Katika kiishio, insha katika kiishio mwisho lazima tunapata funzo. Kwa hivyo unaposoma kile kiishio utapata funzo ambalo linafaa kutokea kwenye insha yako. Kwa hivyo hilo funzo ndilo litakuelekeza kuandika insha yako kutokea mwanzo hadi ufike kwenye kile kiishio. Na unapopata kwamba hapa funzo ni hili, bila shaka utafanya nini? Utaanza kwa kufanya nini? Utaanza kwa kutoa vidokezo na unapigia kistari. Huwa nawaambia wanafunzi, pigia kistari kule mwisho. Naandikwa kule mwisho na unapigia kistari. Ukisha fanya hivyo utaanza kuandika sasa. Manake pale hutakuwa umefungwa ya kwamba anzia hapa. Mtego tu ni kule kwa kumalizia. Bora uelewe funzo hili ni funzo. Hili ndilo funzo linalotokea hapa. Bila shaka utatoboa. Tuzungumzie mazingatio muhimu katika uandishi wa insha bora kijumla, hasa zaidi insha za kiubunifu. Naam. Mazingatio labda mwanafunzi anafaa kutilia manani yepi na yepi, na kisa changu tayari na vidokezo vyangu nipo tayari kutiririka. Labda ni vipi mwanafunzi atahakikisha kwamba anazoa alama nyingi kadri inavyowezekana? Mazingatio ya kwanza tumezungumza sana katika kipindi hiki, ambayo ni ubunifu. Naam. Mazingatio ya pili, wewe ni mbunifu ndio, lakini unabuni kupi? Buni katika mazingira yako. Naam. Siku zote ubuni katika mazingira yako. Kisha unapounda wahusika, hakikisha ya kwamba wakati mwingine hakikisha ya kwamba wewe ndiye mhusika mkuu. Naam. Haya mambo yanakuhusu wewe ama yanamhusu mtu ambaye ni wa karibu sana nawe. Naam. Kwa kufanya hivyo bila shaka utafaulu. Jambo jingine ni kwamba zingatia fani ainati za lugha. Manake kuna mbinu mbalimbali za uandishi na fani za lugha. Mbinu za uandishi, kwa mfano kisengera nyuma. Kuna kisengera nyuma. Mambo unatueleza mambo kinyume nyume kabla hujafikia pale ambapo unataka tufike. Naam. Tuna mbinu ya kimajazi. Unawaunda wahusika kulingana na sifa zao. Tuna hii mbinu ya kutumia mbinu ya methali. Tuna jazanda. Tuna chuku. Mambo haya ukiyaweka yote pamoja, bila shaka utakuwa mwandishi bora na si bora mwandishi. Zungumzia msamiati. Katika insha ya kiubunifu ni kipengele ambacho vile vile ni muhimu. Labda zungumzia msamiati, umuhimu wake upi, mwanafunzi atumieje msamiati katika insha yake? Msamiati siku zote ni maneno tu ambayo tunayatumia. Na msamiati unapotumika katika insha unakuwa bora. Lakini usiwe msamiati mzito ambao wewe mwenyewe pia huelewi. Msamiati ambao utamkanganya mwandishi mtahini ili aende wapi kwenye kamusi. No. Tumia msamiati wa kadri ambao bila shaka unauelewa vizuri, unaumudu vizuri. Endapo unaumudu vizuri, bila shaka hata yule ambaye anasoma ataelewa kwa haraka na atakupa alama zake. Ni makosa yapi mengi ambayo wanafunzi wayafanya katika insha hizi za mdokezo? Makosa ambayo hufanywa, kwanza kabisa ni kosa la kutenganisha mafungu tenzi. Wanatenganisha vipi mafungu tenzi? Kwa mfano, amekuja. Amekuja ni neno moja, lakini utapata mwanafunzi anasema amekuja. Aliimba. Mbali na kutenganisha mafungu tenzi, kuna kule kuunganisha maneno. Na neno ambalo huunganishwa sana katika uandishi wa insha ni kwa sababu. Sijawahi jua kwa nini. Sijui mbona. Wanafunzi wanasema kwa sababu. Sijawahi kusema kwa sababu. No. Neno hilo kila mahali, manake nimefundisha kwingi Kiswahili. No. Na unapata tatizo ni lilo hilo. No. Kisha matatizo mengine ni wakifishaji. Wakifishaji huwapa wanafunzi matatizo. Unapata kwamba mwanafunzi anataka kuandika sentensi ama aya nzima haina hata alama yoyote ya kuakifisha. Kwa hivyo hilo linakuwa tatizo. Na tunapozungumza kuhusu matatizo pia katika insha ni hati. Manake endapo ningekuja hapa nimeketi studioni lakini nimevalia mademo au mararuraru,
bila shaka hata mtazamaji, natumai mtazamaji asingekuwa na hamu ya kunitazama. Manake anashangaa, huyu ndiye mwalimu anayekuja kusema nami? Huyu sidhani atanifaa. Kwa hivyo hati ambazo zinaandikwa pia unapata ni hati shaghala baghla ambazo hazijaenda shule, ambayo kidogo mtahini anapoangalia inamchosha na kumchusha. Lakini mwanafunzi aandike hati nzuri, hati ambayo iko wima, inasomeka vizuri, bila shaka anapata alama zake. Japo pale kwa hati mimi wasipendi sana kumlaumu mwanafunzi, ni kuko huko shuleni kwamba nakumbuka kwa mfano darasa ambalo mimi nilikuwemo, hasa zaidi shule za msingi, si sote tulikuwa na uwezo wa kuandika vizuri hati nzuri, kutokana na juhudi ambazo zilifanywa na walimu wetu kuanzia kule katika madarasa yale kule chini, chekechea, darasa la kwanza, la pili, la tatu na kadhalika hadi darasa la 8. Nakumbuka wakati fulani mwalimu Albert Kolomani ambaye bado ni rafiki yangu hadi leo, najua labda yotazama, pamoja na kikosi kizima, bado tufunzwa hati ambayo haipo katika silabasi, kwamba wakati fulani, wakati labda michezo ama wakati ambapo labda hamna somo, mwalimu yochukua rula yake pale, atumia pale katika ubao, kisha kila mwanafunzi na kitabu cha kuandika hati. Kwa hivyo wakati mwingine nyewe walimu vile vile mnalalamika hati, lakini nyinyi ndio hamjaweza labda kumsaidia mwanafunzi. Hapo nasema kwa kiwango fulani pana ukweli. Pana ukweli. Mwalimu ambaye daima anamtakia mwanafunzi mema, na natumai wapo walimu wanatutizama sasa hivi. Mwalimu ambaye daima anamtakia mwanafunzi mema atahakikisha kwamba hati yake imechongoka, imechongeka, ikawa wima na imara kama chuma cha pua. Lakini mwalimu ambaye anafunza tu bora kufunza, ambaye labda hakuwa na ule mwito wa kufundisha, utapata kwamba hajali habari anachoandika mwanafunzi. Anaitwa mwalimu Okwalo Wambani kutoka shule ya St. Peter's Boys Mumias, shule ya msingi pale Mumias, inayofanya vema tu. Mtazamaji, katika kipindi cha Dawati la Lugha Jumamosi ijayo tutapata nafasi ya kuweza kuona wale mabingwa wanafunzi wale wa shule hii moja kwa moja runingani. Kwa hivyo utapata nafasi ya kupata mawasilisho kutoka kwao, kuweza kuona mawili matatu hapa na pale. Kwa hivyo usikose kuwa nasi Jumamosi hiyo, bila shaka Juma kesho katika kipindi hiki cha Dawati la Lugha. Natumai nitakuwa naye mwalimu Okwalo Wambani vile vile katika shule yake hiyo. Na tunahitimisha, tumekuwa tukiangazia insha ya mdokezo, na kama kunalo ambalo hujalipata basi tumezungumzia insha ya mdokezo kuwili, insha ya mdokezo inayoanzishwa na vile vile iliyo na kiishio, lakini maelezo bila shaka yamefanana kwa kiasi kikubwa kwamba lazima ukumbuke kwamba kuna kiishio ama kianzio. Kwa hivyo kama ni kuanza, anza na kianzio ulichopewa, na vile vile hakikisha kwamba unatiririsha, kwamba isije kawa kwamba kile kianzio kinajisimamia tu kivyake, wewe unachukua mkondo tofauti sawia na sehemu ile ya kiishio. Kuna swala tulikuwa tumezungumzia kichwa muonekano wake vipi, kichwa maneno mangapi, kichwa kiweje. Napozungumzia kichwa tukielekea kuhitimisha, unapozungumzia kichwa au mada, mwanafunzi jua kwamba mada nzuri isizidi maneno 6. Ikizidi maneno 6 ni sentence, si mada. Na mimi daima waambia wanafunzi tumia mada ambayo maneno 3 ni mazuri sana, ambayo ina mnato. Mfano unaposema usiku wa mashaka, jinamizi la wizi, Alhamisi ya mkosi au Jumamosi ya mkosi, unapata kwamba yule msomaji atataka kujua hii Jumamosi ya mkosi ni gani, kero la karo, kichango kuchangizana. Na iwapo utapata kwamba labda ni methali na inazidi maneno 6, unachostahili kufanya ni uandike hayo maneno 6 kisha uweke dukuduku. Dukuduku 3 tu. Dukuduku huwa 3. Kwa hivyo ukizidisha 3 tena si dukuduku. Kwa hivyo maneno 6 yanakuwa bora zaidi. Naam. Labda nikimdokezea tu mwanafunzi mfano wa insha hapa, usiku wa mashaka. Naam. Kelele zilizonigutusha kutoka gonezini hazikuwa za harusi wala sherehe za starehe. Hasha. Ulikuwa ukwenzi wa mja aliyehitaji msaada. Nilitupa blanketi langu kando, likashikiliwa na mfumbati wa kitanda, nami nikanyata nyatu hadi dirishani kuona kilichojiri. Masala le, wanafunzi wote walikuwa nje wakipiga mayowe kwa jambo ambalo sikulielewa.
Mimi tu ndimi niliyeachwa bwenini kwa kuwa pono na kutosikia lolote wala chochote. Nilisanzuka yosayosa hadi walikokuwa wenzangu kwa kufahamu kuwa mkataa wengi ni mchawi. Kufika kule, kila mmoja alikuwa akibwabwaja maneno yasiyoeleweka kwa hasira isiyomithilika. Wengine walilia vilio vya kite na shake, huku wakitamka, haki yetu, haki yetu, haki yetu. Yupo mwanafunzi mmoja aliyekuwa amezingirwa huku ameloa damu mapajani ikimtiririka tiriri hadi miguuni. Nilijipenyeza hadi nikafika pale alipokuwa banati yule. Mtume simama. Nilipomwangalia na kumtazama vizuri, alikuwa mwandani wangu wa chanda na pete Zuhura. Nilimwangukia na kuangua kilio kilichoshtua hata viduko. Haikuwa siri tena kuwa unyama uliwatoka hayawani na kuwaingia mzima mzima binadamu. Zuhura alikuwa hoi baada ya kuwa windo la janadume katili ambalo hadi wakati huo hatukulifahamu. Kulingana na maelezo, alikuwa ameenda haja na mwandani wake, na hapo wakashtuliwa na mja aliyekuwa amejivika barakoa usoni pake huku amevalia mavazi meusi makaa kando. Mwandani wangu alijikwaa alipokuwa akijaribu kuiokoa nafsi yake, na hapo akawa windo la nunda huyo mla watu. Mwalimu mkuu alifika huku akiandamana na mwalisaji ili kumpeleka Zuhura hospitalini. Punde si punde askari waliokuwa wakishika doria hapo karibu walifika kujua kilichojiri. Siwajua tena ikilia ya mgambo kuna jambo. Msako ulianzishwa wa kumnasa mhalifu huyo aliyembamba shoga wangu wa kula kubakishiana, huku kila mmoja wetu akiwa na muhu na hamu ya kumtia mkononi. Wakati ulizidi kusonga kama maji ya mto, lakini sakasaka zetu pamoja na maafisa hao wa polisi zilikuwa sawa na kuutafuta mfupa ndani ya ini. Haukupita muda mrefu, magari yakaanza kuegeshwa langoni pa shule yetu. Bawabu alijaribu kuwazuia wasiingie pasipo kufahamu kuwa wengi wape, la sivyo watachukua kwa nguvu. Hao hawakuwa wapita njia tu, la, hao walikuwa wazazi waliojua uchungu wa mwana. Haikosi walipokea taarifa hizo zisizo njema kupitia vyombo vya habari. Wacha patashika bin Rangaito izuke. Wakaingia kwa fujo, zogo na zahma kutaka kujua salama ya wanawao. Rai za mwalimu mkuu ziliangukia masikio ya viduko na masito. Isingalikuwa mkaribu wa polisi kufyatua risasi hewani, sijui mahali ambapo mwalimu mkuu angalikuwa leo. Hii ilikuwa baraka kivyake, maanake baada ya mfyatuko huo, jamaa mwenye mavazi ya kaniki na barakoa ya rangi hiyo hiyo alitimua mbio mfano wa duma kuiokoa nafsi yake. Mtume simama hakujua kuwa alikuwa akiwatusi Shibli huku mama yao mwenye njaa yu pale. Mbona hakuafiki kutolipa dudu liumalo dole? Alinyakuliwa mfano wa kifaranga anyakuliwavyo na mwewe, na hadi leo kilichomtendekea hakiandikiki, hakisemezeki. Likizo ya wiki moja tuliopewa haikutosha kukiondoa kisa hicho taamulini mwangu, na hadi leo niliapa kutotia gus kulini makinika, iwe kwa yakuti au mauti. Ndugu wapenzi, ni jahara kama pengo kuwa uhalifu ni uchafu wa kilihafu usiolipa katu. Tuwaheshimu wasichana wetu, kwani wao pia ni binadamu muhimu na adhimu duniani. Insha hiyo ilikuwa kulikuwa kumetolewa kiishio Naam. Aha, kwa hivyo imeweza kutamatisha kwa kiishio hicho. Haya basi, mtazamaji, ndio hapo basi Kiswahili safi kweli kweli. Asante mtazamaji kwa kutenga nafasi kwa nasi katika sehemu hii ya kwanza. Bado ninaye mwalimu katika sehemu ijayo, anaitwa mwalimu Okwalo wa Mbani, na mruhusu basi
dakika 3-4-5 hivi angalau uweze kupumzika kidogo, kisha sehemu ya pili yaja tutakuwa nazungumzia matumizi ya ndii na vile vile ukanusho katika sehemu hiyo ya pili. Lakini kama una mchango, siku zote wajua tena maisha sehemu yenyewe ni kuchangizana. Sasa basi anza kutoa hisia zako, maoni yako mtazamaji, kupitia bila shaka nambari zetu za mawasiliano WhatsApp au SMS 0705 78084. Nambari hiyo hiyo ambayo unaiona pale chini katika runinga yako mtazamaji. Endelea kutazama Dawati la Lugha.